Leo bwana, leo tunaangazia mada nzito inayohusu mustakabali wa historia ya uongozi huko nchini Marekani. Marekani bwana, pamelipuka. Marekani kwa sasa mambo si mambo. Mambo ni mazito kweli kweli. Rais wa Marekani Mr. Donald Trump amezua mjadala mpya wa kisheria baada ya kupendekeza kuwa mashtaka yake ya kwanza ya kutaka kumuondoa madarakani, yani impeachment ya mwaka 2019, kwamba yafutwe kabisa kwenye rekodi za bunge. Sasa jambo hili linaibua maswali mazito. Je, inawezekana kufuta tukio ambalo tayari limeshatokea na kuingia kwenye vitabu vya historia? Na je, kuna ushahidi gani mpya unaoshikiliwa na serikali kwa sasa? Hivi sasa ninavyozungumza mimi na wewe mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, ni kwamba huko Marekani hapakaliki, mambo yanachemka kwa jambo moja tu hili ambalo Donald Trump analipigania, yani anapigania mashtaka yake yaliyoingia kwenye rekodi yaondolewe na kwamba asafishwe. Sasa hapa ndipo ambapo mambo yanazidi kuwa si mambo. Huko Marekani mijadala inazidi kuwa mizito katika sehemu mbalimbali, hasa mitandaoni. Kila mmoja anazungumza la kwake, na unafahamu ya kwamba Marekani wao kidogo wana uhuru wa kuongea. Sasa nakwambia mambo ni makubwa sana. Sasa katika dakika hizi tutakwenda kuchambua kwa kina misingi ya kisheria, hoja za mawakili wasomi na nyaraka mpya zilizotolewa na idara ya usalama wa taifa wa Marekani. Mpaka idara ya usalama wa taifa wamejitokeza na kutoa nyaraka mpya. Sasa je, mambo haya ni mazito kiasi gani, ama ni magumu kiasi gani, ama ni makubwa kiasi gani mpaka idara ya usalama wa taifa ya Marekani kujitokeza na kutoa nyaraka mpya kufuatia hiki ambacho Donald Trump anahitaji kifanyiwe kazi, kwa maana ya kwamba kile ambacho kiliingizwa kwenye rekodi za bunge nchini Marekani kwamba kumhusu yeye kiondolewe kabisa. Huu si mjadala wa kisiasa tu, bali ni mtihani wa kikatiba ambao haujawahi kutokea. Hapa Donald Trump anataka jambo ambalo halijawahi kutokea kabisa nchini Marekani kwamba lifanyike. Sasa ili kuelewa kile anachotaka Rais Donald Trump, lazima tukumbuke nini kilitokea mwaka 2019. Nataka nikurudishe nyuma kidogo kuhusu nini kilichotokea mwaka huo wa 2019. Wakati huo bunge la wawakilishi lilipiga kura ya kumshtaki Donald Trump kwa tuhuma za kutumia vibaya madaraka yake, ambapo inadaiwa alizuia msaada wa kijeshi kwa nchi ya Ukraine ili kumshinikiza rais wa Ukraine ambaye anafahamika kwa jina la Zelensky kwamba amchunguze mpinzani wake wa kisiasa Joe Biden. Ingawa Senate ilimtangaza kuwa hana hatia na hakustahili kuondolewa madarakani, doa hilo la kushtakiwa na bunge, yani impeached, limebaki kwenye jina lake, ama limebaki kwenye orodha ya sehemu ya historia ya bunge hilo. Sasa neno impeached maana yake ni nini? Impeached maana yake ni yule kiongozi ambaye ameshtakiwa kwa tuhuma ili kuondolewa madarakani na hatimaye akawa ameondolewa madarakani. Sasa neno impeached kwa Donald Trump lipo tofauti kidogo, ama kesi kwa Donald Trump ni tofauti kidogo, kwa sababu wakati anashtakiwa hakukuwa na ushahidi uliojitosheleza ili kumuondoa madarakani. Lakini lile doa la kushtakiwa ili kuwa impeached kwa Donald Trump limebaki kwenye rekodi za bunge la Marekani. Lakini pia jambo hilo ama kitendo hicho tu cha Donald Trump kushtakiwa bungeni kimebaki katika historia ya Marekani kwamba yupo kwenye rekodi za bunge, lakini pia yupo kwenye rekodi za taifa ama za kitaifa kwamba aliwahi kushtakiwa na bunge la Senate Marekani
kwa makosa ambayo ilitakiwa aondolewe madarakani. Kwa hiyo ni kama amebaki na doa hivi, jambo ambalo ndilo analolipigania ili kusudi doa hilo liweze kufutwa. Lakini pia kwa upande mwingine, kwa mujibu wa katiba ya Marekani, ni kwamba jambo hilo linaonekana kuwa gumu sana kufanyika, na ndicho ambacho hivi sasa kinaendelea huko Marekani, ambacho kwanza kimetengeneza misuguano mikali sana baina ya viongozi wa bunge la Senate, lakini pia watu kadhaa wa kadha, lakini pia idara ya usalama wa taifa huko Marekani wamejitokeza nao na nyaraka mpya kufuatia haya ambayo yanaendelea huko Marekani. Mambo ni makubwa, misuguano ni mikubwa na mizito na mikali, na yale ambayo Donald Trump analazimisha yafanyike ama afanyiwe inakuwa ngumu, kwa sababu katiba ya Marekani hairuhusu jambo hilo. Yeye anataka kujisafisha kisiasa, lakini inakuwa changamoto. Ndivyo ambavyo sasa wanaendelea kugongana huko Marekani. Kwa upande wake Donald Trump na washirika wake, mchakato huu ulikuwa ni wa kisiasa na haukuwa na haki. Yeye ndo anadai hivyo. Sasa kwa msaada wa mawakili kama Alan Dershowitz, Trump anataka rekodi hiyo ifutwe kabisa, yani expunged, kana kwamba haijawahi kutokea. Hoja ya sasa ya kufuta mashtaka hayo inajengwa juu ya nyaraka mpya zilizotolewa na mkurugenzi wa usalama wa taifa anayefahamika kwa jina la Tulsi Gabbard. Nyaraka hizi zinaonyesha kuwa mtoa taarifa anayefahamika kwa jina la whistleblower aliyeanzisha sakata hilo alikuwa na mawasiliano ya siri na wanachama wa chama cha Democratic kabla ya kutoa malalamiko yake. Mkurugenzi huyu wa usalama wa taifa wa Marekani, Mr. Gabbard, anadai kuwa mkaguzi mkuu wa wakati huo, Mike Atkinson, hakufuata taratibu stahiki na alishindwa kuchunguza kama kulikuwa na utaratibu wa siri wa kisiasa dhidi ya rais wa wakati huo Donald Trump. Hapa ndipo Trump anapopata nguvu ya kusema ushahidi ulikuwa wa kutengenezwa. Hata hivyo, wasomi wa sheria wanabainisha kuwa ingawa kunaweza kuwa na makosa ya kiufundi katika mchakato huo, ukweli wa simu ya Donald Trump na Zelensky bado haujapingwa na ushahidi wa mashahidi walioapa mahakamani bado upo pale pale. Hapa pia ndipo panapofika kwenye sehemu ngumu zaidi ya ufafanuzi wetu. Je, neno kufuta au expungement lipo kwenye katiba ya Marekani? Wasomi wa sheria nchini humo wanasema wazi kuwa hakuna sehemu yoyote katika katiba inayoeleza jinsi ya kufuta impeachment. Profesa Jonathan Tari wa chuo kikuu cha George Washington anasema impeachment ni tukio la kihistoria. Mara tu unapopigiwa kura ya kushtakiwa na bunge, jambo hilo linabaki kwenye rekodi za kudumu kabisa. Wengine wanatoa mfano wa mwaka 1837 ambapo bunge lilifuta karipio dhidi ya rais wa wakati huo Andrew Jackson, lakini wataalamu wanatukumbusha kuwa karipio, yani censure, na mashtaka ya kumuondoa rais, yani impeachment, ni vitu viwili tofauti kabisa. Impeachment ni mchakato mzito wa kikatiba unaohitaji hatua maalum, na kufuta kwa kura tu ya bunge baada ya miaka kadhaa kunaweza kuleta mzozo mpya wa kisheria. Lazima tujiulize pia, ikiwa bunge litafuta mashtaka haya, nini kitabadilika? Kisheria hakitabadilika kitu, kwa sababu Donald Trump hakupoteza madaraka yake mwaka ule. Lakini kisiasa ni jambo kubwa sana. Itampa Donald Trump nafasi ya kusema kuwa mahakama ya historia imemuondolea lawama. Kwa upande mwingine, wakosoaji wanasema hatua hii itakuwa ni mwanzo wa tabia hatari ya kuruhusu kila rais ajaye kufuta matendo yake ya nyuma ambayo hayampendezi. Ni mchezo wa kuvutana kati ya ukweli wa kihistoria na utashi wa kisiasa.
Ni wazi kuwa suala hili litafika mbali, labda hadi mahakama ya juu. Je, historia inaweza kufutwa kwa raba ya kisiasa, au yaliyopita yameandikwa kwa wino ambao haufutiki? Sisi Habari Kiganjani tuko hapa na tutaendelea kufuatilia kila hatua ya mjadala huu wa kisheria na kukuletea ufafanuzi zaidi na wakina ili uweze kuelewa misingi ya habari hizi. Mimi ni BM na sina la ziada. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii pamoja na uchambuzi huu wa kitaalamu kabisa. Huu ni uchambuzi ambao tumehakikisha kwamba tunauandaa kuutengeneza vizuri ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa huko Marekani. Tukutane tena wakati mwingine, nami sina la ziada.